tutaingia kwenye majira mapya. Nilikuwa hata nisafiri, lakini naona Roho Mungu akawa ananiongoza angalau niwepo kwa kipindi hiki cha kuanza mwaka, tunachoenda kuanza mwaka, nikupe lile neno la mwaka uweze kusimama kwa ajili ya mwaka unaokuja kwa utukufu wa Mungu aliye juu. Mwaka unaoisha ulikuwa ni mwaka wetu wa kutoka kwenye utupu, kwenye giza, kwenye ukiwa, kwenye uharibifu, na kwa ajili ya kutembea na uwezo wa Mungu. Na tumeona Mungu ametusimamia kwa jinsi yeye mwenyewe alivyopendezwa, kwa sababu Mungu yeye ni wa kushangaza na matukufu yake hayaelezeki. Sasa tutaenda kusoma, tutaona katika kile kitabu cha Nehemia. Fungua Nehemia 1 pale mwanzo kabisa kwa kitabu cha Nehemia. Habari ya Nehemia mwana wa Hakali. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipowapa Shushani ngomeni, Hanania mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopo hao watu wa uhamishoni waliosalia, na habari ya Yerusalemu. Huyo anaongea Nehemia, anauliza habari za kule kwao, nini kinaendelea, lakini habari zinakuja ni habari mbaya. Wakamwambia watu wa uhamishoni waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Yamkini kuna dhiki ambayo unapitia, yamkini kuna mashutumu ambayo unapitia. Wamekushutumu, tena hata wale uliowatendea mema, tena wale uliowafanyia mazuri, wengine uliowaombea, uliwapa vitu walipohitaji vitu, lakini sasa wameleta mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa. Yamkini kuna vitu vyako ulivitarajia, lakini vimeondoshwa, vimeharibiwa, vimebomolewa, vimesukumiwa mbali, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Yaani kwa ujumla uharibifu umefanyika. Nisijui, angalia kwenye familia yako, kuna uharibifu gani unatokea? Kuna uharibifu gani unaendelea? Neno la Mungu limekuja kwa habari ya kusema, ikiwa adui aliharibu, yeye yupo kurekebisha. Ikiwa adui alibomoa, yeye yupo kusimamisha. Ikiwa adui aliua, yeye yupo kuisha. Ikiwa adui alipoteza haki yako, yeye yupo kuirejesha tena haki yako iliyopotea. Ikiwa alipata mlango kwenye biashara, kwenye masomo, kwenye afya yako akaharibu, akaleta mavidonda ya tumbo, akaleta hali ya yoyote, anasema yeye anaweza kukusimamisha tena na kukuponya tena. Ikiwa adui aliharibu mawasiliano, yeye anaweza kurejesha mawasiliano yaliyopotea. Hata kama ni urafiki, mlishibana mkapendana, adui akaleta tu ugomvi kidogo tu, adui anaanzisha tu kidogo tu, na tunaambiwa ulimi ni mdogo, lakini uharibifu wake ni mkubwa sana. Ni wapi ambapo kulitokea uharibifu? Bwana anasema anaenda kuingilia kati. Haleluya. Tafakari wakati ninahubiri, ni nini kwenye familia yenu mnapitia? Ni hali gani mnapitia? Kwa sababu Roho wa Mungu anapotuma neno lake ni ili kurekebisha. Ni ubaya gani umesukumwa kwenye maisha yako? Ni hila gani umesukumiwa kwenye maisha yako? Mungu anaweza kuondoa tena. Sasa huyu analia, akasikitika. Angalia, anamwambia, anasema tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ukuta ule waliutegemea. Ukuta, wanasema ukuta ni ulinzi. Mtu anapojenga akaweka ukuta mkubwa, akaweka geti la kwanza, la pili, la tatu, kwa sababu ilikuwa ni ukuta mkubwa. Lakini umebomolewa, ndio maana pako wazi, adui anaweza akaingia tu akaleta uharibifu. Lakini sasa hata ikawa niliposikia maneno hayo nikaketi chini, nikalia. Katika maisha ya wanadamu, watu wa Mungu, acha niwaambie, kuna wakati unaweza kujikuta umekaa chini. Kukaa chini nini? Wakati wa kukaa chini ni wakati wa machozi, ni wakati wa huzuni, ni wakati wa maumivu, ni wakati wa kukataliwa. Katika maisha ya wanadamu kuna wakati wa kukaa chini,
Ni wakati watu wamekuzushia na kukupakazia. Ni wakati hata watu hawakuelewi, hata watu wako wa karibu, wakati wa kukaa chini. Lakini katika maisha ya mwanadamu kuna wakati wa kuinuka. Pale ulipokuwa umekaa chini ukajikongoja ukamwambia Mungu nitie nguvu, ukasimama. Lakini katika maisha ya mwanadamu kuna mahali unaweza kuanza kutembea. Yamkini mambo unayokutana nayo na changamoto ni kama umesimama tu mahali pamoja tu. Lakini kuna wakati maisha ya mwanadamu unaweza kuanza kutembea. Ukawa na mwendo. Ukaanza kupiga tena hatua. Lakini katika maisha ya mwanadamu kuna mahali ya kukimbia. Mpaka mahali pengine unaanza kukimbia mbio kama zile za farasi. Hizo nazo ni nyakati. Na mwaka unaokuja tunaingia kwenye majira mapya. Msimu mpya. Sasa hebu nitathmini, nilikuwa nimekaa, nimesimama tu mahali mara sana tu, sina mwendo. Nimesimama kwa muda mrefu. Au niko ninatembea, lakini kutembea kwenyewe ni kwa kusuasua, hatua zangu ni ndogo. Sina mwendo sana. Uko wakati gani? Huyu Nehemia hapa tunamsoma yuko katika wakati wa kukaa chini hapa tunapopasoma. Wakati chini mkwambia ni wa machozi, anasema akalia. Ni wakati wa kuomboleza, akaomboleza. Siku kadha wa kadha. Kwa hiyo si siku moja. Anasema siku kadha wa kadha. Kitendo kile kilikuwa ni cha kuendelea. Lakini alijua katika kubomolewa huku, katika maumivu haya yaliyokuja kwa watu wangu, salama yangu iko mikononi mwa Mungu. Naamini wewe uliyekuja siku ya leo mahali hapa, salama yako iko mikononi mwa Mungu. Umekubali kwamba Mungu peke yake ndiye anayeweza kusimama na maisha yangu yakaleta maana tena. Mungu peke yake anaweza kusimama na watoto wangu. Mungu peke yake anaweza kusimama na wazazi wangu. Mungu peke yake anaweza kunisimamia katika masomo yangu. Na umekuja mbele zake ili ufanye ibada, lakini pia umuombe. Sasa angalia, kiendelea kusoma. Kisha nikafunga, akulia tu, akuomboleza tu. Lakini akapata ufahamu, akajua hata chakula hakina maana sahihi. Nikaomba, akajua maombi yatanivusha mbele za Mungu wa mbinguni. Korabashakanta ya basiti. Rika ya basendele monte le monde. Maombi ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu. Hata kutiisha mwili wako, nikakwambia maombi ni silaha. Lakini mwili huu pia unatiishwa. Mwili ukikuzidi, adui anaweza akakuweza. Lakini huyu akajua kabisa kwamba acha nitishe mwili ili kiroho changu kiwe mbele za Mungu. Akafunga. Akasema, akamwomba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Nikasema nakusi, angalia maombi ya mtu wa Mungu ambaye ameketi. Mungu anasema njoni tusemezane. Alitambua neno hilo. Neno linasema njoni tusemezane. Kora bashaka ya mandere monte. Kora ya masaka ya mondere mashit. Thank you Lord Jesus. Una nini cha kusema na Mungu siku ya leo? Una nini cha kusema na Bwana? Una nini cha kusema na Mungu siku ya leo? Unataka Mungu akufanyie nini? Jambo gani ungetamani Mungu alibadilishe katika maisha yako? Tumekuja mbele zake tusemezane. Mwambie, kwa sababu anasikia. Hivi unajua, yani ukiwaza tu ndani ya moyo kwa Mungu ni sauti kubwa sana. Ile umewaza tu ndani ya moyo wako kwa Mungu ni sauti. Anasikia. Nikasema nakusihi. Mungu akasema ninakusihi Bwana. Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako. Anaanza kumwinua Mungu na kusema ukuu wa Mungu. Ndio maana siku zote tunapokuwa tunakuja hata kwenye ibada,
Na hata Yesu alitufundisha katika ile sala akasema, tuanze kwa kusema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yaani tunapoingia kwenye maombi, tunaposogea mbele za Mungu, tunaanza kwa kumuinua na kumwadhimisha yeye uketi kwenye sifa za mioyo ya wanadamu. Katika maombi ambayo Mungu anaweza kujihudhurisha ni yale unayosema ukuu wake na uweza wake na utukufu wake, na jinsi alivyo mkuu, na jinsi alivyomuumba, na jinsi alivyojaa mema. Anaanza kusema ukuu wa Mungu. Akasema kura baba shakantara mondele moto. Na kusiwa na Mungu wa mbingu, Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu. Anatambua ukuu wa Mungu, anamwambia Mungu, nimetambua ukuu wako, wewe ni wa kuogofya, mwenye kutimiza agano. Anampa sifa zake Mungu, anamwambia wewe uwaga unatimizaga maagano yako. Ni kitu gani Mungu amezungumza? Ni ahadi gani Mungu alikuzungumzia kwenye neno kupitia mtumishi wa Mungu kwenye unabii? Ni wapi Mungu alipokusemelea jambo? Mungu anatimiza ahadi zake na maagano yake. Anasema agano lake na rehema zake kwa hao wampendao. Sisi tunampenda Mungu jamani. Anasema na kuzishika amri zake. Anaposema tupendane, tufanyie ibada. Tega sikio lako, macho yako yafumbuliwe, upate kuyasikia maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku. Kumbe alikuwa anaomba muda mrefu kwa ajili ya wana wa Israeli, watumishi wako. Hapo nilipozungama dhambi za wana wa Israeli. Mungu ni mtakatifu sana. Jambo lingine, tunapoingia kwenye maombi, wakati tunaketi mbele za Mungu kwa utakatifu wake, tunatakiwa tuwe safi mbele zake. Na tunajua Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kuleta ukombozi na msamaha wa dhambi. Tunapoitia damu yake na kutubu makosa yetu, anatusamehe. Na tunapomaanisha kuacha, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Anasema na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako. Kama kuna neno Mungu alisema na mimi nikasema na maisha yako, unaweza kusema Mungu kakumbuke neno lile ulilolizungumzia kupitia mtumishi wako. Anasema ulisema na Musa ukamwambia, mkikosa nitawatawala kati ya mataifa. Lakini akamwambia mkinirudia nitawakusanya tena, nitawabariki tena, nitawahifadhi tena, nitawapigania tena. Ikiwa mkijua makosa yenu mkarekebisha na mkanirudia mimi Mungu, nitawatendea mambo makuu. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako uliodari. Tumekombolewa kwa uweza wa Mungu, kwa mkono uliodari wa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia damu yake iliyomwagika msalabani. Haleluya. Sasa tutaenda kusoma ile sura ya pili. Baada ya Nehemia kuketi chini na Mungu. Ndio maana watu wa Mungu, hutaki kuomba tu siku moja na ukaona kama Mungu asipokufanyia amechelewa. Mungu huaga na sababu. Nehemia aliomba siku moja, akaomba na ya pili yake, akaomba tena, akafunga, akalia, na baadaye akajua, akaamini. Sasa kwa sababu Mungu anasema tunapoomba tuamini yamekuwa ya kwetu, nayo yatakuwa ya kwetu, na yeye ameyafanya. Hata maombi ya kinabii, unapokuwa umetamkiwa neno kwamba nimekuponya, Bwana amekuponya, umefunguliwa, utafaulu, utafanikiwa, utakuwa mtu mkuu, utafanya kazi, biashara yako italeta faida, utakuwa na kazi nzuri, Mungu amekupendezesha, amekuhifadhi, ukakamata hilo neno, ukaanza kwa maombi ya kinabii. Sasa Baba, ninakushukuru kwa sababu umenikumbuka, kwa sababu umesema neno lako kwamba mimi ni hivi, mimi ni vile. Ni kama unavyo neno linapokuja, ni kama mbegu imedondoka kwenye ardhi, inatakiwa kunyeshelewa na kupaliliwa. Sasa Mungu anapozungumza na maisha yako, unatakiwa uendelee kupalilia lile neno,
kwa kuhudhuria ibada, kwa kuomba, kwa kushukuru, kwa kumtukuza, kwa kumwadhimisha, kwa kumsifu, kwa kumwambia Baba niko hapa kama tulivyoimba. Niko hapa, niko mbele zako Baba, niko hapa. Ni unazidi kunyeshelea lile neno linapodondoka kwenye kinywa cha mtumishi. Mungu anapozungumza, neno lile linadhihirika kwenye ulimwengu wa kiroho. Lakini kwenye ulimwengu wa macho ya nyama na damu, unaweza ukaona bado ugonjwa uko hapo. Lakini kwenye ulimwengu wa kiroho, mkono wa Mungu tayari umesimama pale kwenye yale maradhi. Mkono wa Mungu tayari umesimama pale kwenye masomo yako. Tayari umesimama pale kwenye uchumi wako. Sasa usikae kimya, anasema wenye kunikumbusha na wadumu kunikumbusha. Sasa watu wengine tunacheka upesi. Uvumilivu tatizo. Ndio unaona hata wengine hawaonekani. Wengine anajua hata apostol siku hizi hayupo, amesafiri zake. Hawaonekani. Wengine wanasema mbona sasa Mungu amechelewa? Lakini Mungu hachelewaji wala hawahi, na ahadi zake ni za milele. Nehemia akamaliza, akarudi kazini kwake, akamwambia Mungu, nimekabidhi jambo hili kwenye mikono yako. Alipoenda kazini, hebu tusome nini kilienda kutokea baada ya kumlilia Mungu kwa machozi yale na kufunga na kuomba na kuketi chini na Mungu. Nini kilienda kutokea? Sura ya 2 ya Nehemia inasema, ikawa katika mwezi, kwa hiyo nyakati, muda ukaenda hapo, na maana zimepita siku kadha wa kadha. Maana hapa anasema kwa habari ya mwezi ni mwingine wa Nisani, mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, na divai imewekwa mbele yake. Nikaishika ile divai nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wote. Alikaza huzuni yake akasema, nitaosha uso wangu, nikajipaka mafuta, kwa sababu Mungu nimekwisha kumweleza. Saa nyingine tunapopita kwenye hayo mambo ya kubomoka, ya kulia, ya machozi, ya kuwa chini, tunahangaika na wanadamu. Nehemia kwenda kwa mfalme akamwambia, tazama mfalme, mfalme, ukuta umebomolewa kwetu, tena hakuna ulinzi, uharibifu umeingia malangoni. Hakwenda kwa mfalme, alienda kwa aliyemuumba. Haleluya! Alienda kwa muumba wake. Alienda kwa yule anayejua salama yangu peke yangu iko mikononi mwake. Na huyo ndio tumemjia, ndio tunayemwabudu mahali hapo. Watu wa Mungu, usichoke upesi, usichoke haraka, zidi kusimama imara, kwa sababu neno la Mungu ni sheria, na aidipo atafanya. Rikaya baba sandere mashitiri munde moto. Kuna wakati mwendilia na Mungu miaka yangu huko nyuma, nikasema labda Mungu ameshasahau wale jambo hilo alikotenda. Lakini nashangaa miaka inaweza kaenda mingi tu. Na siku Mungu akiamua kugeuza, anageuza mambo. Na hata waliokujua wanasema Mungu amegeuza mambo. Na Mungu anaweza kugeuza katika njia ya kushangaza. Hivyo unajua, yaani Mungu anaweza katika kugeuza kwake ukaona kama mbona ndio mambo Mungu anasema anageuza, mbona ndio mambo yameharibika kabisa, mbona ndio kila kitu kimeisha sasa. Lakini kumbe yuko anatengeneza. Kama nilivyokuambia, unaweza ukachukua kile chungu. Unajua Mungu alipotuumba alichukua tope akalitengeneza, sijui labda alitengeneza, akaweka kichwa, akatoboa, akafanya hivi, mwisho inasema kwamba alipulizia pumzi tukawa nafsi hai. Sasa katika unaweza kukuta ni afya inaleta shida, lakini wakati umemwomba Mungu na akasema nitakuponya, unashangaa ndo kabisa kama ndio hali imekuwa mbaya kabisa. Lakini yeye ni mfinyanzi, anajua jinsi ya kutengeneza alichokijenga, alichokupa anajua jinsi ya kukirejesha. Ukaona mbona sasa ndio imekuwa wesi, lakini ni katika kutengeneza. Kwa hiyo ni kulishika tu neno lake na kumdai neno lake na kumwambia ulisema. Sasa huyu kaosha uso wake, kaenda kwenye kazi yake kama kawaida, kamwambia Mungu, mimi nimekukabidhi, nimekuachia, lakini angalia kitu kinachoenda kutokea. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako? Yeye akasema sikuwa na huzuni tena. Lakini Mungu ameshamgusa mfalme, mtu aliyemweka katika utawala kwenye nafasi ya juu. Ameshamgusa kupitia maombi ya Nehemia aliyoomba hapo nyuma. Anamwambia Nehemia, unasikitika uso wako, nawe huna ugonjwa tena. Kishajua kwamba haumu, lakini liko jambo, kwa sababu Mungu amefunua hilo jambo.
Mungu akafunue yale ambayo yamefichika kwa jina la Yesu. Ni nini hii Nehemia? Isipokuwa ni huzuni ya moyo. Ndipo Nehemia anasema akaogopa. Sasa unaenda kumhudumia mfalme, una huzuni ya moyo, haitakiwaje kwa wafalme. Unatakiwa ufanye kazi yako vizuri. Pengine akasema sasa ndio kazi imeshaishia hapa. Lakini kumbe ni neema. Neno nasema nikamwambia mfalme na aishi milele, kwani uso wangu usiwa na huzuni iwapo miji. Hapa akapata upenyo sasa wa kusema. Lakini akajua Mungu, hapa ndio Mungu amelipa ile nafasi. Kwa hiyo kabla tujakimbia na kukurupushana huku kwa shangazi, kwa mjomba, kwa ndugu, kwa rafiki, kwa majamaa, kwa wale wengine ambao unafikiri ni marafiki kumbe ni maadui, wanaenda kukusema vibaya huko, sema huyu ameshaisha, huyu keshafika mwisho. Wakati wanasema ni mwisho, anakuambia ndio mwanzo. Mungu anaenda kutengeneza kwa jina la Yesu. Amen. Wakati wanaona mwisho wako, Mungu anaona mwanzo wako mpya kwa jina la Yesu. Amen. Kumbe ndio mwanzo. Wanasema amemalizika huyo mama, huyo kijana ameshaisha, lakini kumbe Mungu anakuwazia mema. Haleluya. Amen. Sasa tunashangaa katika kujenga. Sasa huko tunaposema kujenga iliyobomoka, angalia jinsi Mungu anavyotenda. Nikamwambia mfalme Aisha, akaanza kusema haja ya moyo wake sasa, kwa sababu mfalme mwenyewe kishagusia pale. Anasema iwapo mji uliopo mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa. Yaani mtu anaweza akaingia tu sasa hata akachimba kaburi, kwa sababu alidhamini sana kipindi kile mahali wamehifadhi wazee wao, walipadhamini, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani? Oh, haleluya! Haja yako ijulikane mbele za Mungu kwa jina la Yesu. Haja ya moyo wako Mungu akakutana nayo kwa jina la Yesu. Amen. Hikaya baba sikara mosika. Thank you Lord Jesus. Asante Lord. Siku ya Jumatano wiki inayokuja, Jumatano, hebu funga hiyo siku ya Jumatano, mtoto wa Mungu. Kama tunavyojifunza hapa kwa Nehemia. Hiyo siku ya Jumatano, hebu nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu, natisha mwili wangu, nimesikia habari za Nehemia. Na mimi kuna jambo hili umesema ni wakati wa kulijenga, na wakati wa kulitengeneza, na wakati wa kurudisha. Niko hapa nimeketi chini. Mwambie Baba, nimeketi chini, alafu usiku njoo hapa kuja saa 3 kwenye mkesha. Tuje tuseme na Bwana, tuseme na Mungu. Mwambie Baba, nimeketi chini, nimejifunza kwa mtumishi wako Nehemia. Jambo hili la kwangu hili Baba, hili wakati huu, muda huu na majira haya, unikumbuke kama ulivyomkumbuka Nehemia. Simama na hichi kitabu hapo. Unikumbuke kama ulivyomkumbuka Nehemia. Unisaidie kama unaomba kwa ajili ya mtoto, kama ni kwa ajili ya mzazi, kama ni kwa ajili ya uchumi wako, kama ni kwa ajili ya ugonjwa, kama ni kwa ajili ya mahusiano, kama ni kwa ajili ya nini, wewe mwenyewe unajua jambo gani, na Mungu anaenda kulifanya hilo jambo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu atatenda kwa utukufu wake kwa jina la Yesu, kwa sababu ametuma neno hili ili akatufanyie kwa jina la Yesu. Hebu siku ya Jumatano tukae chini. Mwambie Baba, niko chini. Hata kama uko kwenye shughuli zako, sio lazima uwe umekaa hapo tu, lakini unamwambia ni siku yangu ya kuwa chini. Ukiamka asubuhi na mapema, kama unaendaga kwenye kazi zako, mwambie Baba, mwambie, ukirudi mwambie, na jioni njoo hapa tumweleze. Usiku saa 3 njoo hapa tumweleze. Sasa angalia kitu Mungu anafanya. Mfalme akaniuliza tena, anasema alikuwa ameketi na malkia wake. Malkia naye ameketi karibu naye. Safari yako itakuwa ni ya siku ngapi? Anapewa na siku na likizo. Nao utarudi lini? Unachagua unataka kurudi lini. Mungu anajibu kwa moto baada ya mtu kuketi chini. Sasa ule wakati wa kusimama kwa huyu jamaa, yaani wakati wa kusimama, alikuwa ameketi chini, akasimama mbele ya mfalme. Mfalme sasa anaongea jambo, naye anaanza kuchukua mwendo, anaanza kutembea. Yatafika na wewe kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Sasa angalia, mfalme hapo lingine anasema kwa habari ya mwendo. Yamkini uchumi wako umekuwa kama mtu aliyoko chini. Yamkini wewe unajua ni mahali gani umewekwa chini kabisa. Tena nikamwambia mfalme akiona vyema, na nipewe nyaraka kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike, yaani ili njia yangu iwe wazi.
njia yako ikawe wazi kwa jina la Yesu. Malango yako ya baraka yakawe wazi kwa jina la Yesu. Mungu akakusimamishia malaika wa ulinzi akasimame katikati ya njia yako na barabara yako ya kuingia 2026 kwa jina la Yesu. Barabara yako iwe wazi, njia zako ziwe wazi kwa ajili ya mema ya Mungu aliyoandaa kwa ajili ya mwaka huu unaoanza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vitu vyake anasema mfalme alifanya nipewe na waraka wa Asafu mwenye kuutunza mwitu wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyiza boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu ulivyokuwa juu yangu. Mkono wa Mungu ukawe juu yako kwa jina la Yesu. Na utakuwa juu yako kama ulivyokuwa juu ya Nehemia. Akafanikisha lile alilolia na Mungu wakati akiwa ameketi chini. Akasimama kwa mfalme na sasa anaanza kupewa mwendo wa kupiga hatua yakakupata na kuzidi kwa jina la Yesu. Ndipo nikafika kwa maliwali walio ng'ambo ya mto. Nikawapa hizo nyaraka. Ameanza kwenda sasa. Huu ni mwendo. Ikaya baba saka ya bonde monte. Mungu akakupe kutembea kwa utukufu wa jina lake. Naye mfalme alikuwa amepeleka maakida wa jeshi lake na wapanda farasi pamoja naye. Hata Sanbalati, Mwaroti na Tobia, tumishi wake Mwamori, waliposikia habari hizo ziliwahuzunisha sana, kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wana wa Israeli. Kwa hiyo kumbe wakati Mungu anakutendea, ulipokuwa umekaa pale chini walifurahi ulipokuwa unalia. Lakini sasa umeanza mwendo, wanaanza kufanya choko. Maadui wapogo tu, watu wa Mungu wapogo, wale wa kuongea wapogo tu. Hata ukivaa ukipendeza, wakikuangalia wanasema muone. Hata hapendezi, muone. Amekaa hivi, amekaa vile. Wanadamu tuko tu siku zote, kama Yesu alisema sisi ni wakina nani. Kusema wanaweza wakasema sana, kuongea wanaweza wakaongea sana, na uzushi huko katikati yao. Akasema walihuzunishwa na kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wa Israeli. Basi nikafika Yerusalemu. Jamaa anaingia Yerusalemu. Nikakaa huko muda wa siku 3. Kora basha kante. Kisha nikaondoka usiku mimi na watu wachache pamoja nami. Wala sikumwambia mtu neno hili alilotia Mungu moyoni mwangu. Kumbe sasa katika nia yako ya ndani ulichomomba Mungu na mambo yako unayotaka kufanya, wakati mwingine usio unaongea ovyo. Nilitenda kwa ajili ya Yerusalemu, wala hapakuwa na mnyama pamoja nami, ila mnyama yule niliyempanda mwenyewe. Akasema yeye jila alibeba, ile nira alibeba, na Mungu akaibeba, na wale aliomuinulia wakaibeba kwa ajili ya kwenda kuifanya kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu, watu wa Mungu, ilifanyika kwa ustadi. Japo wale, kuna hao majamaa hawa, kuna majamaa walitokezea, wenye visirani walitokezea, wenye hila walitokezea, waharibifu walitokezea, wanaitwa Sanbalati na Tobia na Mhorini. Mstari wa 19 unasema, lakini waliposikia Sanbalati kwamba mambo yanaenda, wana wa Israeli wanaanza kupewa tena furaha, amani yao inaanza kurudi, Mungu amewakumbuka kama anavyokukumbuka wewe sasa, wanaanza kuona chokochoko. Wakasema walicheka sana, wakatudharau. Yaweza kuwa dharau imeingia. Kora basha kaya. Yesu alidharauliwa. Atamate alitemewa. Akasema muone, tuambie sasa Bashiri aliyekupiga ni nani? Wakamvisha vazi la kinyezi, wakamvisha taji la mwiba, ili leo hizi mimi na wewe tuweze kusimama kwa jina la Yesu. Anasema dharau ilikuwepo tena ya kutosha. Wanasema nini neno hili mnalolifanya? Wanakatisha tamaa. Anakuambia hamna kitu pale, hamna kitu. Wanakatisha tamaa, ndio maneno yao hayo. Angalia maneno yanasema, ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga. Angalia maneno unayoongea sasa. Angalia kinywa chako kama ninavyokufundisha siku zote. Kwamba wanasema uharibifu, wameleta madharau, wameleta sifa, wanaongea wanasema hivi wanasema vile. Lakini Nehemia wakina
hao wote waliosema hapo sijui na Mwarabu na nani wanakejeli, lakini yeye anaongea maneno makubwa, anasema ukuta unaenda kujengwa. Hebu sema nitafanikiwa. Hebu sema nitasimama. Hebu sema nitatembea. Nitakuwa na mwendo. Mbona mko wengi na sauti yao? Na muamini? Kama mtakuwa na mwendo. Amen. Kama huyu jamaa kila kitu yani moto uliwashwa pakawa flat. Alafu acha nikwambie, kinapoondoka kitu kwenye maisha yako kinakuja kizuri zaidi. Ule ukuta ulikuwa umechakaa, labda pengine ulishaanza kuwa kama hauko imara kwa sababu si ulikuwa umejengwa siku nyingi. Lakini sasa unajengwa ukuta fresh. Nehemia anaenda akiwa amesaidiwa na mfalme akikusaidia. Mtawala anapokusaidia anakupa vitu bora, vitu imara. Wanasimama wanajenga ukuta umenyoka, geti lile wanasema geti lile akasimama fulani, na hapo akasienda kusoma hicho kitabu. Geti lile akasimama fulani, geti lile akasimama fulani, ukuta ukanyooka. Lakini Tobia na Sanbalati na Mwarabu sijui na Horineti wakaanza kudhiaki. Muoroni wakaanza kudhiaki. Mwamoni, Geshemu wakaanza kuwacheka. Lakini anasema ndipo nikajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni, rekeyaba. Hebu sema Mungu wa mbinguni atanisaidia, atanifanikisha. Anasema kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga. Lakini nyinyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Anawaambia mtumishi wa Mungu, anawaambia hamna kumbukumbu leo. Simnashika, simmeleta dhiaka, simmeleta karama. Sasa amtafanya. Na ndivyo ilivyokuwa. Sasa twende Nehemia 4. Tuwaone hao maadui. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta. Sasa ukuta unaenda spidi sasa. Akaghadhibika. Kumbe wakati wa kufanikiwa. Mimi sikujua, nilikuwa nasikia kuna wivu, lakini kuna mahali nilikutana na wivu. Mpaka nikasema ni wivu wa namna gani huu? Halafu ni katika mambo kabisa ya Mungu. Lakini mtu, kwa nini huyu hafanyi? Kwa nini huyu hawezi? Kwa nini huyu hawe hivi? Yaani sikashushwa. Unajua vitu vya kuzusha. Vinazushwa vitu. Mtu anasimama wanaanza kuongea ubaya na uharibifu. Yule aliyesimama katika haki, katika Mungu ambaye amesimama na kumtegemea Mungu, akaonekana ni mkosaji. Na wale waliosimama kinafiki mbele za Mungu wakaonekana wamepata nguvu. Nikamshangaa nikasema ni maajabu gani haya ya dunia. Lakini duniani tunakutana na vingi. Acha nikwambie, hali hiyo ikitokea, furahi na kushangilia moyoni mwako, kwa sababu neno linasema heri wenye huzuni kwa sababu watacheka. Basi anasema Sanbalati aliposikia kwamba yakuwa ukuta unajengwa, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhiaki wa Daudi. Anaendelea kudhiaki, akanena mbele za nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge. Unaona adui maneno yake. Ndio maana nilikwambia kana mtu anayeongea positive kwenye maisha yako, anayekwambia utaweza, utafanikiwa, utainuka, utatenda tena, utakula chakula chako, utavaa nguo yako. Mungu yuko pamoja nawe, kuliko wale wanaokuambia. Anasema wanyonge. Wayahudi hawa wanyonge wanafanyeje? Je, wanajifanyizia boma? Wanatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Maana mawe yalishateketezwa na yameteketezwa kwa moto. Na ndio wanasema hapa sasa. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema hata hiki wanachokijenga wale wakejeli sasa, wakatisha tamaa, wasiokutakia mema, wasiopenda mema kwenye maisha yako, wanakusema usiku wakiwa wamelala vitandani kwao, Mungu akageuze katika jina la Yesu. Maneno yao mabaya akawageukia wao wenyewe kwa jina la Yesu. Angepanda, anaambia hata angepanda bweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Sikia, sikieni, sikia, Mungu wetu. Nehemia anasema, maana tunadharauliwa. Wapi umedharaulika? Wapi umeleta uchochezi na vitina? Kwamba kione hichi kitoto cha fulani,
muone huyu jamaa mtumishi gani, huduma gani, biashara gani hiyo, kimme gani, mke gani, vitoto gani hivi. Hawezi kufanikiwa. Maneno gani? Tunayafuta kwa radi ya moto kwa jina la Yesu. Mashutumu yote tunayateketeza kwa jina la Yesu. Kama ya mashutumu yalivyoshindwa kwa Nehemia, shutuma yoyote juu ya familia yako inaondoka kwa jina la Yesu. Fedhea yoyote katika nyumba yako inatawanywa kwa jina la Yesu. Ukawatoe watekwa katika nchi ya uhamisho. Wala usitiri uovu wao. Wala usifutwe dhambi ya isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi tukaujenga ukuta, na ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Haleluya! Una moyo? Natamani mtu anasema tuna moyo wa kumtumikia Mungu mahali hapa. Hata kama mambo yanakatisha tamaa, lakini tutamuinua Mungu kwa sauti zile alizotupa. Hata kama hii biashara inaonekana imekaa hivi ilivyokaa, nitalihimidi jina la Mungu mahali hapo Mungu nikifanya kazi, kwa sababu moyo wa kufanya kazi. Na achideni neema ya moyo wa kufanya kazi kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu, moyo ule wa kufanya kazi kwa bidii bila kuangalia maneno ya watu, ikuvae kwa jina la Yesu. Ule moyo wa kusoma kwa bidii, wa kuomba kwa bidii, wa kumtumikia Mungu kwa bidii, ukuingie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ule moyo wa kufanya biashara yako kwa bidii, kazi yako kwa bidii, ule moyo wa kutaka kusimama imara ukuingie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema watu hao waliingiwa na roho ya Mungu, wakawa na moyo wa kufanya kazi kwa bidii, wakiujenga ukuta. Mahali hapa tunaijenga kazi ya Mungu ili Mungu asifiwe na kuabudiwa. Tumombe Mungu mahali hapa. Simama kwenye nafasi yako, na wala usikubali mtu akubadilishe hivi lakini nguvu hakuna ndani yao, kwa sababu Mungu yuko upande wako. Anasema Tobia na Waarabu na Waamoni au Washidodi waliposikia kuwa na wako wengi hapo, wanatajwa wengi kweli kweli. Wewe usipose wewe mmoja au wawili, hapo wanatajwa ni wengi. Waliposikia kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka pameanza kuzibwa, basi wakagadhibika mno. Wanaendelea kugadhibika. Na unajua wakigadhibika, si unajua wanafanya mashauri mabaya. Wakafanya, na hapo iko imesema wakafanya shauri wote kwa pamoja kuwa kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Basi sisi tulimuomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Wakasema Yuda, nguvu zao wachukuao mizigo zimedhoofika, na kifusi tele zipo, tusiweze kujenga ukuta. Na adui zetu wakasema hawatajua wala kuona hata tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha kazi hiyo. Kisha ikawa Wayahudi walipokuja, wale waliokaa karibu nao wakatuambia mara 10 kutoka kila mahali, mtakaporejea watatushambulia. Watu Mungu anafunua, watu wanaleta siri kwamba kuna wamefanya hiyo, wamefanya hivyo, wanaleta siri zao. Basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi, wakajizatiti ilipokuwa nyumba ya ukuta, mahali palipokuwa wazi kwa kadri ya jamaa zao. Nikawaweka wenye panga zao na mikuki yao na pinde zao. Mungu akawekea ulinzi katika kila eneo kwa jina la Yesu. Mashambulizi yao, ajali zao, wanazozipanga, mazindiko, matambiko, uchawi, ulogo, ushirikina wao ukashindwa kwa jina la Yesu, kwa sababu kutakuwepo malaika watakao kulinda wewe na nyumba yako na kila unachokifanya kwa jina la Yesu. Nikatazama ikaondoka, nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengi waliobaki, msiogope, kumbukeni Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya, mkawapige mkawapiganie ndugu zenu na watu wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu. Kisha ikawa adui zetu waliposikia kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amebatilisha shauri lao, ndipo sisi sote tukarudi ukuta, kila mtu kwa kazi yake. Walisimama imara, wakajenga ukuta na Mungu akawasimamia. Kwa nini unadhoofika?
Anasema watu, mstari wa 17, wale waliojenga ukuta walikuwa hodari. Watu wa Mungu kuwa hodari. Sio tu mtu akisema hivi, jambo lolote limetokea tu, umecheleweshwa kidogo. Tukiwa hodari katika kazi ya Mungu, Mungu atatusaidia na kwenye kazi zetu pia tutaona kukichepusha watu wa Mungu. Anasema walijitwika wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja na kwa mkono wake wa pili alishika silaha. Hawakutaka mchezo, hawakutaka kuchezewa, hawakutaka vurugu. Nao wajenzi kila mmoja alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake. Ndivyo alivyojenga, na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Hawakujali kitu chochote. Ndivyo tunavyotakiwa kuwa wana wa ufalme. Ndivyo tunavyotakiwa kuwa watumishi wa Mungu. Ndivyo tunavyotakiwa kusimama imara na Mungu. Na wajenzi, kila mtu alikuwa na upanga umefungwa ubavuni. Nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena kubwa, na sisi tutawatawanya juu ya ukuta, kila mtu mbali na mwenzake. Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baragumu, enendeni huko mkatujie, Mungu wetu atatupigania. Ndivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu ya washika mikuki tangu alfajiri hata nifasi. Yani walikuwa na nguvu, walikuwa na moyo, wakifanya kazi ya Mungu, wakajenga ukuta. Tumesema nini jamani? Palipoharibiwa panaenda kurejeshwa. Kilichoibiwa kinaenda kurejeshwa. Kilichobomolewa kinaenda kusimama. Kilichocheleweshwa kitatarakishwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yamekuelea hayo mtu wa Mungu? Amen. Yamekushika hayo? Lakini kumbuka hawana shida kwa sababu walimtegemea Mungu. Sasa wewe wamekusema, wamekudharau, wamekukataa, makwazo, unaanza kurudi nyuma. Sasa utafika wapi? Utaweza kutembea kweli? Uko hapo chini tu. Inua macho yako uinuke. Alipoinuka alianza kutembea, na sasa wakawa na mwendo wa kujenga sasa. Na wakasimamisha ukuta kwa mtu mmoja. Hivi unajua Nehemia, hii kazi watu wa Mungu, huyu ni mtu mmoja aliyesema kweli watu wa Mungu wanaolewa kiasi hiki, na mimi niko hapa, nina uhai, nina maisha, nina uzima. Na alikuwa ameajiriwa kwa sababu alitaka chapa kwa ajili ya maisha. Lakini na wewe umeajiriwa, lakini na una shughuli zako nyingine tu, sio kazi ya Mungu tu hapo. Lakini unaona mashutumu, unaona machafuko, unaona kazi ya Mungu inaanguka. Usiache kazi ya Mungu ikaanguka, mtoto wa Mungu ulioko mahali hapa. Shuhudia kwa wengine, waambie tutafanya kazi kwa mkono wenye nguvu. Na jinsi utakaposimama na kazi ya Mungu, mimi nawaambia watumishi wa Mungu mlioko mahali hapa, watoto wa Mungu, waumini wa Mungu mlioko mahali hapa, Mungu aliyowaita kwa makusudi yake mahali hapa, mkaacha kazi ya Mungu ikadondoka, mkakimbia na zile za kwenu, mtashangaa. Kwa sababu sasa unaacha ya Mungu na kimbia na ya kwako. Si maisha leo tupo, kesho hatupo. Sasa ya kwangu ndio inanipa chakula, Nehemia inampa chakula, lakini anaenda anakaa hapo chini analia, anamuita Mungu. Na Mungu alisimama naye, na Mungu akamuinulia watu, na kazi yake ikafanyika, na ukuta ukajengwa, na ulinzi ukaimarishwa, na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo tunaposhika ya kwetu mkono huu wa kuume, tushike ya Mungu ili kazi iweze kwenda, ili Mungu ainuliwe katika maisha yetu, atukuzwe, kwa watoto wetu atukuzwe, kwenye familia yetu atukuzwe. Tusiwe tena kama watoto wadogo, tuwe tumekuwa sasa na kukomaa. Ninasikitika kuona watu hawapo. Tumejifunza neno miaka mingi sasa hapa. Itakiwa lile neno liwe na mizizi sasa. Liwe na mizizi. Ndio nasema neno linapoanguka kwenye udongo mzuri linapata mizizi. Yesu alitoa mfano. Akasema sasa kama moyo wako umesongwa, lile neno likaanguka likakutana na miba, haliwezi kuchipua vizuri, lakini likikutana na udongo wenye rutuba, ndio wewe uko hapo. Ukasimama, ukasema nitasimama na Bwana kwa sababu atanipigania katika mambo yangu. Alisimama na Bwana huyu, akamwita Mungu. Hakuna mwingine tunayesema kwamba naye alisimama kuomba na Nehemia, ijapokuwa wangeweza kusimama, lakini Nehemia tu yeye mwenyewe alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Lakini kulikuwa na watu wengi walijulikana ni watumishi wa Mungu wakati ukuta unabomolewa, walikuwa na majina yao wakati ukuta unabomolewa, lakini mtu huyu tu
kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yake, kama wewe Roho wa Mungu alivyo ndani yako. Unasema hata kama nikija, kama ni Jumaa nikaja nikakuta Fred anaimba tu mwenyewe hapo, anaimba muda mrefu, kora bashakata. Tusifanye kazi ya Mungu kwa kinyonge, watu wa Mungu. Nasema amelaniwa afanye kazi ya Mungu kwa unyonge. Tuvuke hapo, tutoke hapo. Tukikubaliana jambo, tulifanye. Mungu atuwezeshe kama alivyomwezesha Nehemia kwa jina la Yesu. Mungu atusaidie kama alivyomsaidia Nehemia kwa jina la Yesu. Yale yaliyobomoka, mahusiano yaliyobomoka, vitu vilivyoharibiwa vikarejeshwe tena kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Adui akashindwa kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Thank you Lord Jesus. Tukienda kusoma hata kile kitabu cha Ezekiel 37. Tunaona Mungu akimpa mfano Ezekiel nabii. Anamwambia Ezekiel, ona ni mifupa imebaki hapo, mifupa tu, mikavu, sio mfupa hata mnono, mkavu kabisa. Anamwambia Ezekiel, hiyo mifupa mikavu hivyo inaweza kuwa tena kitu? Ezekiel akashangaa, kweli mifupa gani iwe kitu? Sababu kwa Mungu alikuwa anasema, akasema wewe wajua Bwana. Sababu na hali nikatia tamaa kutokana na machangamoto yale. Anasema hivi, kazi ya Mungu inaweza kusimama kweli kwa namna hii? Mifupa inaonekana kama ni kitu kinachokufa, mifupa. Biashara hii inaweza kusimama kweli kwa namna hii? Usicheze na Mungu, mtoto wa Mungu. Mungu anakuwa na sababu. Kazi hii imekuwa hivi kweli? Nyumba hii imekuwa hivi kama maneno haya yamezidi namna hii, uzushi huu, biaka hizi, uonevu huu, matusi haya, kusemwa huku, sina nguvu za kusoma. Lakini Mungu anamwambia Ezekiel, tabiri, alafu uone kitu utafanya. Na wewe hapo ambapo kuna kitu kimeonekana ni mifupa mikavu, Bwana anasema anaenda kujenga tena, anaenda kurejesha tena. Haijalishi kama muda umeenda, kwa sababu Mungu hazuili na chochote. Muda wake ukifika, kabali kufanya mapenzi yake, akiamua kufanya mapenzi yake anafanya. Yote katika sababu ukifika hapo unaona. Wakati tunapoenda kumaliza kabisa, nasema akaniambia, akanipitisha karibu nayo hiyo mifupa sasa. Na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanja. Na tazama ilikuwa mikavu sana, sio kidogo. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Na mimi nikajibu, Bwana, Mungu wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu akaiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yake, nayo itaishi. Mungu anasema, kama nilivyokuambia, alitengeneza tope akaweka pumzi tukawa watu. Na sasa anasema hicho kilichodhoofika, hicho kilichoonekana kufa, hicho kilichobomolewa, hicho kilichoharibika, anasema kitaishi kwa jina la Yesu. Mahusiano yaliyovunjika, anasema yatasimama kwa jina la Yesu. Uharibifu ulioingia, anasema hautasimama kwa sababu sio mpango wake. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na shindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenzie. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi. Vitu vinaumbika kwa jina la Yesu, vitu vinaumbika. Ngozi ikafunika juu yake, lakini hapakuwepo na pumzi yake. Ndipo akaniambia, tabiria upepo, mwanadamu, waambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, puzi ukawapulizie watu walio wao wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, puzi ikaingia, wakaishi, wakasimama miguu kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao usema mifupa yetu imekauka, na tunaingia kuliponya kanisa lako. Baba, tumelipokea kwa imani. Tumejifunza kwa mtumishi wako Nehemia jinsi alivyoenenda na wewe. Alipokutana na changamoto, aliketi chini pamoja nawe, na wewe Baba ukamjibia kwa nguvu,
ukafungua milango akainuka tena, ukafungua baraka zako kwenye maisha yake akawa na mwendo tena, na kuta zile zilizobomoka zikajengwa. Na hata sasa umetuma neno lako kwa habari ya kujenga vilivyobomoka. Takatifu, tazama kuna vitu vimebomolewa kwenye maisha yetu. Kuna vitu vimekuwa kama mifupa mikavu kwenye maisha yetu. Kuna vitu vimeteketezwa kama vilivyoteketezwa ule ukuta kwa moto kwenye maisha yetu. Kuna uharibifu umeingia ndani ya miili yetu. Kuna jinsi magonjwa yameweza watu mahali hapa. Kuna jinsi kwamba maneno machafu mabaya yamesukumia watu mbali mahali hapa. Baba yangu na Mungu wangu, ninakutukuza. Ninasimama na neno lako kama kanisa lako, kwa kuwa tunajua neno lako linajibu, neno lako ni moto, neno lako linarekebisha mahali palipobomoka, neno lako ni njia, neno lako ni nuru kwenye maisha yetu, neno lako ni nguvu na uzima kwenye maisha yetu, neno lako laweza kufungua na kuinua. Baba yetu wa milele, tunasema asante. Kwa ajili ya watoto wako wa kiume ninasema asante. Yamkini kuna mtu yuko mahali rika ya baba sikaramosi, mahusiano yake yamevunjika, lakini aliyehitaji sana. Ikiwa kuna mahusiano ambayo yalikuwa ni ya giza, hayo tunayatokomezea mbali. Ikiwa yalikuwa ni mpango wa adui ya maumivu na machozi, tunayatekezea mbali. Mahusiano yale ambayo Mungu ulianzisha wewe mwenyewe, rika ya pasaka ndaramashe kolomone lebote. Kila aina ya adui inayosimama katikati ya mtu na mtu, kila aina ya adui inayosimama kwenye maisha na familia ya mtu, kila bandikizi la adui inayosimama kwenye kazi na biashara ya mtu, chochote ambacho kinasimama cha yule mwovu ibilisi, tuharibu, kubomoa, tuangamiza, kuteketeza. Tunasimama katika nafasi kama mtumishi wa zamu. Ninarejesha kilichobomolewa, ninarejesha kilichobomolewa, ninarejesha kilichoharibiwa, kama Nehemia alivyoambiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba asante, Mungu mwenye nguvu asante. Neema yako Baba ikapite kwa kila mmoja, nguvu zako zikapite kwa kila mmoja katika kanisa lako Baba. Nguvu yako ikapite kwa rabashandere wote, ikaangamize wale wanaojikita kwenye anga kuzuia ibada na maombi. Kwa rabashaka ndaramante remondere wote, nguvu yako ikapite kwenye nyumba zetu Roho Mtakatifu, kwenye familia zetu na watoto wetu Bwana wa majeshi. Nguvu yako ikapite Baba kwenye madhabahu ya mahali hapa. Nguvu yako ikapite Mungu Mwenyezi, ikapite Baba, ikapite kwenye kazi tunazozifanya, kwenye utumishi tunayofanya, kwenye huduma tunayoifanya. Weza wako ukapite Yehova, weza wako ukapite Baba wa rehema, ukapite kwenye miili yetu iliyofika. Nguvu ikaingie Bwana wa rehema, Bwana uponyaji ukaingie, uponyaji ukapite, uponyaji ukapite, uzima ukapite, nguvu zikapite, baraka zikaonekane. Rika ya baba saka, kama huo ukuta ulivyojengwa ukasimama kwa ustadi, ukanyooka na malango yake na mageti yake yakasimamishwa, uhusiano uliovunjika ukasimame tena, baraka zilizoibiwa zikarejeshwe tena, uharibifu uliofanyika bora mashaka ya mandela wote ukashindwa kwa jina la Yesu. Kila uharibifu kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya vijana wetu, kwa ajili ya wazee wetu, kwa ajili ya wazazi wetu, nateketeza bora mashanda la masekele bondere wote. Kila roho ya kuonewa, kila roho ya kukataliwa, na ingoa kwa jina la Yesu. Hizo roho za kukataliwa, hizo roho za kuzushiwa, na geuza kila mashambulizi na malipizi, na geuza kwa rai ya moto, na geuza kwa moto wa Roho Mtakatifu, na geuza kila mabaya, kila uonevu, kusudia la uharibifu, nateketeza kusudia la uharibifu katika nyumba yako, nateketeza kwa jina la Yesu, nateketeza kwa mashanda monte rapa setere mandele mashete. Thank you Lord Jesus. Asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu unayeweza, kwa kuwa umesimamisha vilivyobomoka, umetengeneza Baba vilivyoharibiwa, umejenga Baba vilivyobomolewa. Baba asante kwa sababu vilivyokufa vinarudishwa. Asante kwa sababu vilikuwa kama mifupa mikavu, lakini Baba umevitia nguvu tena, umeachilia tena nguvu Baba. Kila mmoja aliyoko ndani, nyanyua mikono yako juu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu za kukuongezea mwendo hapo chini ulipokaa, ukainuke kama Nehemia. Pokea nguvu kwa jina la Yesu, pokea nguvu, pokea uwezo kutoka juu kwa jina la Yesu. Tuliambia ni mwaka kutoka kwenye giza, kwenye ukiwa, toka kwenye giza na ukiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea uwezo wa Mungu ukakuwezesha
ukasimame tena kwa jina la Yesu. Ukasimame, lakini sio kusimama tu kama na bombe. Kama Nehemia aliposimama mbele ya mfalme, baada ya kutoka kukaa chini, akawa na bombe, akaanza kutembea na akaanza kujenga ukuta. Na adui zako na wasukumia mbali kwa jina la Yesu. Hawa kina Sanbalati kina Tobia waliposimama kinyume, hawa kina Waarabu waliosimama kinyume kuwachekelea watu wa Mungu na kupanga kazi ya Mungu isifanyike, na wafuatilia mbali kwa jina la Yesu. Kwa hakuna asubuhi kwa jina la Yesu. Kila mtu aliyesimama kuharibu maisha yako na kutumilia mbali kwa jina la Yesu, kuharibu familia yako, kuharibu kazi yako, kuharibu biashara yako, na mpelekea moto kwa jina la Yesu. Na teketeza huo wadui kwa jina la Yesu. Ninavunja huo wadui kwa jina la Yesu. Hizo roho za Sanbalati na Tobia zivunjike kwa jina la Yesu, zivunjike kwa moto wa Roho Mtakatifu, zivunjike hizo roho za mwonevu, hizo roho za mashutumu, hizo roho za ghadhabu walizokuwa nazo kora mashandele montere mande, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama tena kwa jina la Yesu. Kuwa na mwendo kwa jina la Yesu. Kimbia mbio za farasi kwa jina la Yesu. Huzuni ikaondoshwa kwa jina la Yesu. Machozi yakatoweshwa kwa jina la Yesu. Thank you Lord Jesus. Thank you Papa. Kora mashandele montere. Thank you Lord Jesus. Asante Mungu na Yesu. Asante Mungu usiyeshindwa. Baba wa neema, tunamshukuru kwa kuwa umetupa nguvu mpya. Takatifu, asante kwa kuwa umetupa nguvu mpya. Roho wa neema, asante kwa kuwa umetuondoa pale chini tulipokuwa na umeanza kutusimamisha kwa imani, na umetupa mwendo tena, na umetupa kutembea. Baba, tunaliinua jina lako kwa sababu vilivyoharibiwa Baba vimerejeshwa, vimebomolewa, vimesimamishwa, vilivyovunjika vimeinuka tena, vilivyokufa vimeuishwa tena, vilivyobomolewa Baba tunakushukuru kwa sababu vimesimama kwa utukufu wako. Baba, tunakuinua kwa ajili ya neno lako la baraka, sababu umelituma Baba litupoe kwa utukufu wa jina lako. Haleluya. Hebu kila mtu aseme amina, kumaanisha kwamba amepokea. Amen. Amen.